Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako, ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, lakini vile vile ikiwa unakusudia kuelekea katika nchi yoyote duniani, kujipatia tiketi yako kwa gharama nafuu, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka dunia imekuwa ikiendelea kushuhudia uwepo wake katika kipindi cha mpito cha kuelekea katika hali nyingine ambayo kwa hivi sasa inawezekana ikawa bado haijadhihiri. Lakini vipimo vingi vimekuwa vikiashiria wazi kwamba kipindi tulichokuwa nacho hivi sasa ni kipindi cha mpito. Kauli hii iliwahi kuzungumzwa siku za nyuma na kiongozi wa nchi ya Finland, Alexander Stubb, na hasa katika session ya maraisi wa nchi mbalimbali duniani au viongozi wa nchi mbalimbali duniani kufanya hotuba zao katika Umoja wa Mataifa mwaka jana, takriban mwaka 2025. Moja katika maneno yaliyozungumzwa na Alexander Stubb ilikuwa ni kwamba dunia hivi sasa imehama kutoka katika kipindi cha baada ya vita baridi ya Marekani na Urusi, ambayo kilele chake hasa ilikuwa kwenye mwaka 91. Baada ya hapo, maana yake palikuwa kuna kipindi cha katikati cha dunia kuwa na mtawala mmoja ambaye bila shaka ni nchi ya Marekani. Lakini kwa hivi sasa maana yake ni kwamba ni kama tumehama huko, tunaelekea katika session nyingine. Na yako mambo mengi ambayo yamekuwa yakiashiria hilo. Kwanza, kukosekana udhibiti wa moja kwa moja wa hali inayoendelea duniani. Hivi sasa pamekuwa kuna migogoro mingi duniani ambayo bila shaka hakuna mamlaka moja ambayo ina maamuzi ya mwisho ya kuzuia migogoro hiyo. Tumeona mgogoro wa Gaza baina ya nchi ya Israel na kundi la Hamas pamoja na vikundi vingine kama vile Islamic Jihad na mfano wake. Mwisho wa siku ni kwamba mpaka sasa hivi kile ambacho kinaonekana huenda labda kikaleta suluhisho walau ya kutuliza sehemu ya mgogoro huo ni Board of Peace, ni ile tume au bodi ya amani iliyotengenezwa na Rais Donald Trump, ambao mwisho wa siku Waziri Mkuu Netanyahu hivi siku za karibuni ametamka kwamba hakubaliani na mapendekezo yake, pamoja na kwamba lengo la kauli hiyo huenda ni kwa sababu anahitaji aendelee kupata kura kuelekea katika uchaguzi ujao. Lakini kiuhalisia ni kwamba kile kilichoonekana mpaka sasa hivi lao kina nafasi ya kushawishi sehemu ya maamuzi ya pande mbili, ya upande wa Hamas pamoja na nchi ya Israel, maana yake ni Board of Peace na si Umoja wa Mataifa kama vile ilivyokuwa imezoeleka siku za nyuma. Vile vile katika mgogoro kama wa nchi ya Marekani, nchi ya Israel pamoja na nchi ya Iran, imeonekana wazi Umoja wa Mataifa ni kama hauna nafasi. Badala yake baadhi ya nchi wasuluhishi kama nchi ya Pakistan, nchi ya Qatar au nchi ya Oman ndio zimeonekana walau zina sehemu ya mchango wa kujaribu kuinfluence utulivu baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini vile vile katika mgogoro unaoendelea sasa hivi baina ya kundi la Houthi na nchi ya Saudi Arabia, ikionekana kundi la Houthi kama siku ya leo imefanya mashambulizi makali katika maeneo kama ya Moha, ambayo yanakaririwa kwamba ile serikali inayoungwa mkono kimataifa walau ina sehemu ya uwekezaji pale wa kijeshi ambao unasapotiwa na nchi ya Saudi Arabia. Lakini ukiangalia mwenendo wa mgogoro husika baina ya kundi la Houthi na nchi ya Saudi Arabia, bila shaka Umoja wa Mataifa hauwezi kuwa na suluhisho lake, bali huenda nchi za pembeni kama nchi za Oman na mfano wake zinaweza walau zikaleta ushawishi katika mgogoro husika. Hii ni kuashiria wazi kabisa kwamba kuna nafasi kubwa kwa huko tunapoelekea Umoja wa Mataifa ukatakiwa ufanyiwe mabadiliko ili kuweza kwenda na hali ya dunia ilivyo, kwa kuzingatia kwamba hivi sasa ni kama mambo mengi yanayoendelea duniani hayawezi kuzuilika kupitia Umoja wa Mataifa, na kile ambacho kinaonekana kinaweza kuzuiwa kupitia Umoja wa Mataifa nyuma mara nyingi kinabeba agenda aidha ya nchi kama ya Marekani na mfano wake, jambo ambalo kwa hali ilivyo sasa hivi duniani, manake upande wa pili unawezekana usikubaliane na rai hiyo kutoka katika Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba huo ni mfano wa kwanza wa kuonyesha kwamba tunapoelekea, maana yake tunaelekea katika hali nyingine tofauti na hali ambayo watu wameizoea kawaida. Sawa sawa na maneno yaliyozungumzwa na Alexander Stubb.
Lakini mfano mwingine ni kubadilika kwa vipimo. Kipimo cha dunia katika upande wa nguvu kilikuwa kinapimwa kupitia kama ukubwa wa jeshi na uwekezaji wa kijeshi. Maanake ziko nchi nyingi ambazo zina bajeti nzuri za kiuchumi, pamoja na kwamba nchi ambayo ina bajeti kubwa zaidi duniani inabaki kwamba ni nchi ya Marekani, ambayo bajeti yake inaweza kufikia katika dola trilioni 6.8 ikifuatiwa na nchi kama ya China ambayo ina takriban dola bilioni 6.1. Uwekezaji wa nchi ya Marekani katika upande wa jeshi lake, bajeti inaweza ikafika takriban dola bilioni 900 mpaka dola bilioni 950 mpaka 54. Na siku ya jana tu waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani Pete Hegseth, moja katika hotuba yake alikuwa akizungumza wazi akionyesha kwamba kuna hitajio la jeshi la Marekani kupewa takriban au uwekezaji ukafanyika wa takriban dola trilioni 1.5 ili kuifanya Marekani iwe ndio jeshi kubwa lenye nguvu zaidi duniani. Bajeti ya nchi ya Marekani katika upande wa jeshi, maanake tukichukua hiyo kwa kipimo cha juu cha takriban dola bilioni 950, maanake hii inaifanya kuchukua 33% ya bajeti za majeshi yote duniani. Hakuna jeshi lenye bajeti kubwa katika upande wa uwekezaji wa nchi husika katika jeshi lake kama jeshi la nchi ya Marekani. Ikifuatiwa labda inafuatiwa na nchi kama ya China ambayo uwekezaji wake katika jeshi inawezekana ikawa ni dola bilioni kama 333 au 34, ambayo inaweza kuchukua takriban kama 12% ya majeshi yote duniani. Kisha ikifuatiwa na nchi kama ya Urusi ambayo uwekezaji wake ni takriban kama dola bilioni 190. Sasa unaweza ukaangalia kipimo kinachofahamika siku nyingi au kilichokuwa kinafahamika siku za nyuma. Nchi inapokuwa na uchumi mkubwa kama Marekani, automatically ikawekeza kwa kiwango kikubwa katika upande wa jeshi lake. Maana uwekezaji wa namna hii huwa unaashiria kwamba nchi inasimama kama superpower. Na nchi kama ya China siku za nyuma ilikuwa ikilaumiwa kwa kuongeza bajeti yake hasa katika masuala ya ulinzi na usalama, ikiashiria kwamba ndoto za nchi ya China katika siku za usoni maana yake ni kushindana na nchi ya Marekani, kwa sababu ili uweze kuwa superpower maana yake ni lazima vile vile jeshi lako liwe na nguvu. Uwekezaji wa jeshi la nchi ya Marekani ukiachilia mbali katika muundo huo wa kuwekeza katika upande wa fedha na mfano wake, lakini ndio jeshi ambalo limetapakaa katika mabara yote, lakini vile vile ndio jeshi limetapakaa katika bahari zote, na ndio jeshi ambalo linaweza likapatikana katika choke point zote muhimu, kuanzia Panama kuja katika Suez Canal, kuja katika sehemu za Bab al-Mandab, kwenda katika Hormuz, kwenda katika Strait of Malacca, mlango bahari wa Malacca na mfano wake. Maana sehemu zote karibia Marekani ana sehemu ya ushawishi. Kwa kipimo hicho cha ukubwa wa nguvu ya nchi ya Marekani, ambao siku zote ilikuwa inapimwa kwa uwezo wa bajeti yake na namna gani imeweza kuwekeza katika masuala ya ulinzi na usalama, unaweza ukachukua kipimo cha nchi kama ya Iran. Iran ukitazama bajeti yake maana yake ina range kwenye takriban dola bilioni 7 mpaka dola bilioni 10. Tukichukua kwa kipimo cha juu cha nchi ya Marekani cha dola bilioni 950 na tukachukua kwa kipimo cha juu cha nchi ya Iran cha dola bilioni 10, kile kitakachokuwa kiko wazi ni kwamba bajeti ya nchi ya Iran ni sawasawa na 1.05 ya bajeti ya nchi ya Marekani. Kwa tafsiri nyingine maana yake ni kwamba bajeti ya nchi ya Marekani au bajeti ya nchi ya Iran ili ifanane na bajeti ya nchi ya Marekani inatakiwa izidishwe mara 90 mpaka mara 120 ndio iweze kufikia katika kipimo cha bajeti ya nchi ya Marekani. Lakini swali la msingi, kwa nini Marekani imeshindwa kufikia katika malengo yake katika mgogoro wake na nchi ya Iran, na ili hali Iran bajeti yake ni ndogo, uwekezaji wake haujafikia katika kiwango cha Marekani, lakini vile vile namna gani jeshi limetapakaa la nchi ya Marekani limetapakaa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na nchi kama ya Iran. Kikubwa zaidi ni kuendelea kubadilika kwa tafsiri ya kile ambacho kilicho kwa kinafahamika siku za nyuma, lakini ni kuonyesha kwamba dunia imekuwa ikihama kutoka katika mifumo ya zamani kwenda katika mifumo mipya ambayo haitegemei ukubwa wa jeshi au ukubwa wa budget kuamua kile kinachoendelea katika upande wa mijani. Na hii inaweza ikapimwa kwa vipimo vingi ambavyo vimepelekea hata Marekani ikashindwa kufanya vizuri. Cha kwanza ni kipimo cha jiografia, kwamba kumbe jiografia ya mazingira ina uwezo wa kufanya uwekezaji wote wa kijeshi hata kama ni mkubwa wa kiwango gani ukashindwa kufikia katika mafanikio ya juu katika ile mission ambayo wamekusudia wao kuweza kuifanya. Na ndio maana toka mwanzo wa mgogoro wao
kile ambacho kinazungumzwa wazi kabisa ni kwamba kuna nafasi kubwa ya Marekani kushindwa kufikia katika malengo yake kwa sababu ya jiografia ya eneo kama la Iran. Nchi ya Iran imezungukwa na milima kwa kiwango kikubwa. Ukienda katika upande wa magharibi, maana yake kuna safu ya milima mikunju ambayo tunasema ni fold mountains kwa Kiingereza. Ni milima ambayo inajulikana kama mlima Zagros. Maana yake ni kama imetengeneza ukingo katika upande wa magharibi kupakana na sehemu ya ghuba ya Uajemi. Lakini vile vile katika upande wa kaskazini kuna milima mingine, mlima Elbrus ambao unasimama vile vile kama ni ukuta katika upande wa kaskazini. Jambo ambalo lilikuwa likiashiria wazi kabisa kwamba uwezo wa nchi ya Marekani kuingia katika nchi ya Iran bila shaka utakutana na ukinzani mkubwa kwa sababu ya mazingira yanayozunguka eneo la nchi ya Iran, kwamba kwa kiwango kikubwa kuna sehemu ya milima ambayo inawezekana isiwe sehemu nzuri zaidi kwa kuzingatia wenyeji, maana yake wameshafanya uwekezaji wa namna gani wanaweza kukabiliana na adui kulingana na mazingira yao jinsi yalivyo. Na ndio kile ambacho kimekuja kutokea kwamba hata pale Marekani walipojaribu kufanya mission walau ya kwenda kukusudia kuchukua kama zile ile sehemu ya uranium ambayo ilikuwa inaonekana imerutubishwa, ambayo ilikuwa ikidhaniwa huenda iko katika sehemu kama za Isfahan na mfano wake, ni mission ambayo mwisho wa siku ilikuja kuprove na madhara yake yalikuja kugundulika kwamba ilikuwa ni madhara makubwa. Ina maana mazingira hayakuwa rafiki kwa upande wao, pamoja na nguvu yote waliokuwa nayo Marekani. Lakini vile vile mfumo wa sasa hivi unaashiria kwamba kuna njia inaweza ikatumika kufanya uwekezaji mkubwa ukashindwa kuonyesha ubora wake. Nao si mfumo mwingine, ni mfumo wa asymmetric war, vita vya asymmetric. Tukisema asymmetric war, maana yake ni aina ya vita ambayo inakusanya nguvu nyingi zenye kutofautiana. Kwa maana ya kwamba nchi ya Marekani ni nchi ambayo bajeti yake ni kubwa, uwekezaji wake ni mkubwa, unakaribia takriban dola bilioni 950. Lakini nchi ya Iran uwekezaji wake unakaribia dola bilioni 10 kilele chake. Maana yake unaweza kuona tofauti iliyoko, tofauti ni kubwa sana, kiasi cha mara 90 na zaidi. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni huyu mwenye bajeti ndogo kupigana na yule mwenye bajeti kubwa na uwekezaji mkubwa, ni lazima hawepo na mfumo ambao unaweza kumfanya yeye aweze kusurvive katika kipindi cha nguvu kubwa inapokuja kukabiliana naye. Na maana mfumo ambao Iran umekuwa kiutumia unasema ile mosaic strategy ya kwamba kila jimbo unalokwenda unalikuta kwamba uwekezaji wake wa kijeshi unajitegemea, na inapoanza kufanya operation hakuna mwingine anaweza kuzuia mfumo huo isipokuwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran. Hili peke yake lilikuwa linatosha kutoa tafsiri ya kwamba kwa mazingira ya namna yoyote Marekani hawezi kusurvive, hawezi kufanikiwa kufikia katika kilele cha mafanikio yake. Ina maana hivi sasa tafsiri iliyokuwa imezingatiwa siku za nyuma kwamba ule utukufu wa jeshi la Marekani, ukubwa wa jeshi la Marekani linapoamua kusogeza manuari zake, linapoamua kusogeza ndege zake na mfano wake kuja kufanya mashambulizi katika sehemu husika, manake tafsiri hiyo imekuja kubadilishwa kutokana na matokeo yaliyojitokeza katika nchi ya Iran. Na kwa mwenendo huo tunategemea kwamba katika siku za usoni nchi nyingi ambazo zitaonekana kwamba nguvu yake si kubwa sana zinaweza zikawekeza katika mifumo ya katika mifumo kama ile ya mosaic strategy ili kuweza kufanya kwamba jeshi la nchi husika liweze kusurvive pale linapokuwa limekutana na nguvu kubwa. Lakini yote inaonyesha kwamba dunia imekuwa ikihama kutoka katika mifumo ya zamani ya kuamini kwamba nguvu ya wingi wa jeshi, uwekezaji mkubwa katika jeshi unatosha kulifanya jeshi kushinda kila aina ya vita, kuja katika mfumo wa kwamba strategy katika vita ndiyo inayoweza kudetermine au kutoa matokeo ya vita na sio ukubwa wa jeshi peke yake. Lakini ukiachilia mbali hapo, tafsiri imekuwa ikiendelea kubadilika pia, hata ukiangalia katika upande wa ile namna gani kwamba nguvu ya nchi inaweza kutandaa katika maeneo mengine. Uwepo wa jeshi kama la Marekani katika mazingira tofauti tofauti, katika upande wa bahari, kuanzia katika upande wa Caribbean kwenda katika bahari ya Atlantic, kwenda katika bahari ya Arctic, kuja katika bahari ya Hindi, kwenda katika maeneo ya Pacific na mfano wake, kote katika bahari zote Marekani ipo, ilikuwa inatosha kuhakikisha kwamba Marekani ina uwezo wa kuinfluence kila kitu. Na hii ndio ilikuwa ni kanuni ya msingi kwamba misafara yote duniani kusafiri kwake na kupita kwa usalama ilikuwa ni kwa sababu jeshi la Marekani lipo linatawalia zile njia. Lakini vile vile hiyo ilikuwa ni fursa nzuri ya Marekani kuweza kutekeleza vikwazo vyake kwa nchi yoyote, kwa kuzingatia kwamba ikiwa ni misafara ya meli inapita katika bahari yoyote duniani haiwezi kupita isipokuwa itakutana na sehemu ya uwekezaji wa kijeshi katika maeneo husika.
Katika mazingira ya namna hiyo, maanake Marekani alikuwa ana uwezo wa kutekeleza vikwazo vyake kuanzia mashariki mwa dunia mpaka magharibi mwa dunia kwa sababu ya uwepo wake. Lakini mlinganyo uliotengenezwa katika mgogoro wa nchi ya Iran na nchi ya Marekani, hasa kupitia sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, umekuja kuleta tafsiri ya tofauti ya ukubwa wote wa nchi ya Marekani, kwamba dunia kumbe jinsi ilivyo, inawezekana sehemu ndogo ya mita chache. Ukiangalia ile sehemu ya Iran, ile sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ni sehemu ndogo kiasi ambacho haiwezi kutengeneza mpaka wa kibahari wenye kueleweka katika vipimo halisi vya nautical miles kama 22 na mfano wake katika upande wa Iran na katika upande wa Oman. Ile mipaka lazima itaingiliana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni eneo dogo kwa kiwango gani, lakini ndio eneo ambalo maana yake lina influence uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba ukisema mafuta yanayopita pale ni 20% ya mafuta yote duniani, vipi unazungumzia kuhusiana na mbolea, inapita kwa 1% ngapi? Vipi kuhusiana na diesel, inapita kwa 1% ngapi? Vipi kuhusiana gesi, inapita kwa kiwango gani? Na ndio maana choke point hii imekuwa ni tatizo. Sasa unaweza ukaona kwamba pamoja na uwepo wa Marekani katika sehemu zote duniani, lakini kipande cha mita kadhaa, cha kilomita kadhaa, kimeweza kuifanya Marekani pamoja na ukubwa wake wote kuonekana kwamba ule ukubwa au ile kutangaa kwake katika sehemu mbalimbali duniani, maana yake ni kwamba inawezekana kusiwe na tafsiri yoyote ya msingi kwa sababu tu ya sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, na hivi sasa imeongezeka sehemu kama ya Bab al-Mandab. Kwa hivyo kwa mazingira yalivyo hivi sasa, maana yake dunia imekuja kufahamu kwamba kuna maeneo ya asili ya kijiografia ambayo mtu anapokuwa ameyashika yanaweza yakaondoa tafsiri ya ukubwa wote katika maeneo mengine. Kitendo cha Iran kuweka utaratibu wao katika mlango bahari wa Hormuz, ya kwamba kila anayetakiwa kupita atapita kwa utaratibu wa nchi ya Iran, pamoja na kwamba Marekani ameweka utaratibu wake kutokea katika upande wa Ghuba ya Oman dhidi ya nchi ya Iran, lakini kwa sababu Iran imekuwa inazishurutisha nchi zote, wakati Marekani yeye anaishurutisha Irani peke yake, automatically athari ya nchi ya Irani inakuwa ni kubwa zaidi kuliko athari ya nchi ya Marekani. Lakini ukiangalia ni eneo dogo la kilomita kadhaa, ni eneo pekee ambalo limeweza kuleta tafsiri ya ile nguvu yote ya Marekani ya kutangaa katika maeneo yote isionekane kama ina umuhimu wa kiwango hicho. Pamoja na kwamba mpaka sasa hivi ni kwamba Marekani bado imekuwa ikifahamu umuhimu wa hizo choke points, na ndio maana mwaka jana, mwaka 2025, waziri mkuu wa nchi ya Marekani alikwenda katika nchi ya Panama kuzungumza na yule kiongozi wa nchi ya Panama kwa lengo la kukusudia kuondoa ushawishi wa nchi ya China katika nchi ya Panama kwa sababu tu ya ule mfereji wa Panama, umuhimu wake, kwa maana kwamba ni kama unafanya kuunganisha bahari ya Atlantic kuelekea katika upande wa Caribbean. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, kwa sababu ya umuhimu wake, haikuwa salama kwa Marekani kwa China kuongeza ushawishi wake katika nchi ya Panama, achilia mbali katika eneo lote la Amerika Kusini, ambao Marekani wanasimama kama wao ndio waangalizi wa eneo husika na hawahitaji yoyote aweze kwenda kutawalia katika maeneo hayo. Tokea katika Monroe Doctrine ya miaka ya nyuma, ambayo ilikuwa ni kama doctrine maalum au sera ya nchi ya Marekani iliyohasisiwa kipindi cha nyuma cha miaka ya zamani, na hivi sasa inaonekana kama Rais Donald Trump amekuja kuihuisha tena kwa mara nyingine. Lakini hoja ya msingi tu ni kwamba choke points, zile sehemu ndogo ndogo za kiasili za kijiografia ambazo zinaunganisha bahari moja mpaka bahari nyingine, wakati mwingine kudhibitiwa kwake kunaweza kukaleta tafsiri ya kwamba ule ukubwa wote wa jeshi kama la Marekani katika maeneo mengine inawezekana usiwe na maana ikiwa sehemu kama hizo ambazo ni ndogo na ni muhimu yenyewe inashindwa kuziweka katika control yake moja kwa moja. Hii ni miongoni mwa tafsiri ambazo zimekuwa zikiendelea kujitokeza kwa hivi sasa. Maanake kuelekea katika siku za usoni tunaweza tukashuhudia sera nyingi za sehemu muhimu kama hizi kuwa zinakwenda zikibadilika, na ndio maana unaweza kuona ukienda katika nchi pia kama ya Uturuki katika upande wa ile milango bahari yake ambayo inapakana na sehemu ya bahari ya Black Sea, maeneo kama ya Bosphorus. Maana yake ni kwamba kwa hivi sasa wamekuwa wakitekeleza sehemu ya mikataba ambayo walipata kuingia zamani ya kuzuia nchi
ambazo zipo kwenye vita kupita katika sehemu husika, kiasi ambacho maanake nchi kama ya Urusi na nchi kama ya Ukraine zote zimekuwa zikikatazwa kupita katika sehemu kama hizo za Bosphorus kwa kuchunga sehemu ya kwamba inawezekana kuruhusiwa kwao kupita ukaleta tatizo zaidi, pamoja na kwamba hiyo sehemu ya Bosphorus imekuwa ikitumika na nchi za NATO kama za Bulgaria au Romania kupitisha sehemu za silaha ambazo zinakwenda katika nchi husika na mwisho wa siku zinaishia katika nchi ya Ukraine. Lakini tu ile move ambayo imekuja kusimamiwa vile vile na nchi ya Uturuki kuzuia sehemu ya meli labda za nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine, pamoja na kwamba ni sehemu ya ile sema Montreux Convention, lakini kiuhalisia ni kwamba hizi choke point au hii maunganiko, sehemu za kuunganisha bahari moja kwenda katika bahari nyingine, hivi sasa umuhimu wake unazidi kuongezeka kiasi ambacho katika siku za usoni inawezekana ikawa ni sehemu muhimu zitakazoleta tafsiri kubwa ya kwamba kutangaa kwa majeshi fulani katika maeneo mengine ya dunia inawezekana pasiwe na umuhimu wa namna yote ikiwa hizi choke point hawezi kuwa na udhibiti nazo. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulishuhudia kwa hivi sasa ni kwamba tafsiri ya nguvu ya dunia imekuwa katika siku za nyuma ilikuwa ikifahamika katika upande wa jeshi, lakini kwa hivi sasa maana yake ni kwamba teknolojia vile vile imekuwa ni kipimo muhimu cha kuja kuonyesha kwamba tunaelekea mahala gani. Maana yake ni kwamba nchi ambayo ilikuwa inafahamika aidha ina nguvu katika upande wa uchumi wa kifedha au ina nguvu katika upande wa uwekezaji wake katika jeshi itakosa tafsiri sahihi au inakosa tafsiri sahihi pale inapokuwa haina teknolojia. Maana jeshi lisilokuwa na teknolojia hata kama litakuwa kubwa kwa viwango gani, maana jeshi hilo litakuwa halina maana namna yote, maana halina nguvu. Lakini jeshi ambalo litakalokuwa na teknolojia na hata kama watu wake si wengi sana, mwisho wa siku inawezekana likaonekana lenyewe lina uwezo zaidi, na kipimo zaidi unaweza kuona katika nchi kama ya Israel. Ukiangalia jeshi la Israel na jeshi la Misri wana jeshi kubwa zaidi, lakini Israel wana technology kwa sababu tu ya ukubwa wa teknolojia waliokuwa nayo. Maana yake mwisho wa siku jeshi lao linaonekana kwamba ni jeshi ambalo linaweza kuleta ushawishi mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati kulinganisha na majeshi kama ya Misri na mfano wake. Katika mazingira namna hiyo unaweza ukachukua pia kipimo katika nchi kama ya Marekani. Nchi ya Marekani inajulikana wazi kwamba ni nchi ambayo tunasema iko highly advanced. Teknolojia yake iko juu sana. Ukiachilia mbali hapo, ni kwamba hata katika upande wa jeshi lake wamefanya uwekezaji mkubwa katika baadhi ya vifaa vya teknolojia kubwa na mifumo ya teknolojia kubwa, lakini pale ilipopatikana teknolojia mbadala kama zile za nchi ya Iran, kiasi cha kuweza kushambulia ndege kama za F-35, kiasi cha kuweza kuja na njia mbadala za kuweza kuishinda mifumo kama ya THAAD, mifumo kama ya Patriots, mwisho wa siku ni kwamba jeshi la Marekani limeonekana kama lina udhaifu mkubwa kwa sababu tu ya technology, kwamba Wairani walipoweza kuonyesha kwamba wao wana sehemu ya teknolojia ambayo imeweza kushinda sehemu ya teknolojia ya nchi ya Marekani katika upande wa jeshi, hilo manake limekuwa ni tatizo kubwa kiasi ambacho linaonyesha kwamba Marekani imeshindwa kufanya vizuri katika vita yake, pamoja na kwamba ina teknolojia nzuri, lakini ilipopatikana teknolojia iliyokuwa bora ya kuishinda teknolojia ya nchi ya Marekani katika upande wa midani ya kivita, maana yake ni kwamba tafsiri imekuja kutengenezwa nyingine, kwamba huko tunapoelekea mbele inawezekana tafsiri ile ya zamani ya ukubwa wa jeshi, ya kuwekeza nguvu nyingi katika jeshi, inakuwa si sahihi ikiwa technology hauna. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tupo katika kipindi ambacho kina mabadiliko mengi, na mabadiliko haya yote kiujumla wake maana yake yanatengeneza tafsiri ya vita ambayo inajulikana kama hybrid war. Tupo katika kipindi ambacho mgogoro wote unapotokea lazima ukae katika mfumo wa hybrid. Nasema ni mfumo ambao vita zake zinakuwa zinachanganya mambo mengi. Yaani migogoro yote itakayotokea duniani kwa hivi sasa kuelekea mbele, maana yake itakusanya concepts au nadharia za teknolojia, ubora wa teknolojia, lakini vile vile itakusanya nadharia za mifumo ya ile inayotumika katika migogoro husika. Kwa mfano kama hawa walikuwa wakitumia mosaic strategy au kutumia mifumo mingine Marekani na mfano wake, lakini vile vile nadharia ya migogoro yote itakayotokea siku za usoni
Maana yake itabebwa vile vile na tafsiri za kimazingira. Maeneo kama ya kijiografia yatakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuleta tafsiri ya kile kitakachotokea baada ya mivutano ya upande mmoja na upande mwingine. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba tupo katika kipindi cha mpito ambacho dunia maana yake bado inaendelea kujifunza mambo mengi na kushuhudia mambo mengi ambayo mwisho wa siku huenda yakatuhitaji tufike katika mahala kwingine tukiwa na tafsiri nyingine. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba hiyo ni hali ambayo bado tuna nafasi ya kuendelea kuiangalia kwa kina, na tukitaraji kwamba huenda kwa kadri siku inavyozidi kwenda tutapata taswira zitakazokuwa ni bora kuliko hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, like, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.